Hi guys, welcome to my YouTube channel, and for those who are new here, my name is Flo the Game Changer, and in this channel we do travel, we do inspirational, we do motivational, we do cooking vlogs. So karibuni sana. Please like, share and subscribe to this channel so that you can get more of my videos. Today I'm doing a short video about my journey from Kenya, Huruma, to Switzerland, Europe. So please stay tuned, and without further ado, let's get to the video. Flo the Game Changer. Mambo vipi? Mambo poa. Uendeleaje? Naendelea poa. Sama iko poa. We are doing fine, we thank God. It's a bit warm. It's not so cold. At least leo tuko na 19 degrees, but for the past week tumekuwa na temperatures poa. Tumekuwa na 23, 24, ni kama tu summer. But I think leo ndio ya mwisho ya summer tunaona, because next week wameannounce kutakuwa na baridi. So autumn is chipping in. Fiti kabisa. Najua mmeenjoy summer vinoma Sana. Sasa Flo, unaishi Europe. You are now a citizen, but nasikia wewe ni mtu wa Mkenya bana, mzaliwa Kenya. Hebu tuambie wewe umezaliwa area gani, mkoa ngapi kwa familia yenu, wewe ni wangapi? Mimi nimezaliwa Kenya. I'm actually the firstborn in my family of 4. Tuko wasichana wawili na vijana wawili. And my parents are still alive, we thank God. Na nimezaliwa Pumwani Hospital. Enzi kadhaa. Okay. Na sasa na mtaa yako sasa, wewe ukigrow, ukikumbuka umegrow mtaa gani, unaweza sema ukiulizwa mimi ni wa mtaa gani unasema yenyewe mimi ni wa huku na huku? Tumekaa kwa mitaa mingi Nairobi. Actually mimi ni born town, born Nairobi. Sisi wote tumezaliwa Nairobi. My parents used to work in Nairobi. Walikutana Nairobi. Hawakukutana Nairobi, but in fact most of their lives walikuwa Nairobi. So si tumezaliwa Nairobi. Okay. So mitaa tumeishi mitaa mingi. Naweza hesabu Isili tumeishi Fort Jesus, upande wa Kibera, Olympic. Tumeishi Eastlands, Kimathi, Harambee, Jericho, Faro. Alafu sasa mwisho ndio nikuje Swiss, tulikuwa tunaishi Huruma Flats, Juja Road. Yeah. How was it like kuishi hizo mitaa zote? Ilikuwaje? Kulikuwa na challenge gani kugrow? Yani ni rahisi aje kugrow katika hizo mitaa? Actually growth yangu nimeiona sana Huruma, because hizo mitaa zingine bado I was still a baby. Sasa siwezi sema kulikuwa na challenges ama nini, but si ndio the first people kuingia Huruma Flats. Huruma Flats council houses, city council houses, and that was in the I think early 80s ndio tuliingia Huruma Flats. So by then nimepelekwa boarding mimi na sistangu. So tulikuwa tunakuja tu holidays. Na before Huruma Flats was like, it used to be clean. Haikuwa kama ghetto kama sasa kuna vyumba vingi vimejengwa nyuma Huruma Flats like Ngei. Kulikuwa nyuma, if I can remember, kulikuwa hizo areas za Ngei kulikuwa ni kama mafore. Hata tulikuwa tunaenda kucheza huko Kalungu. It was safe, it was clean. Kulikuwa tuna constructions mbali, unaona 5 meters unawaka construction. Watu bado wako construct. Sasa hii wacha tu overwhelming plots na high flats. But later in the years Huruma ili change ikawa, I think because of those constructions, hizo areas kama hizo plot za Ngei, they are not being controlled. Unaona, mtu anaweza jenga plot kadogo, mwingine kando yake amejenga flat kubwa. Sasa inaleta ughettoism mob. Alafu when there is a small ghetto, it harbors crime, it harbors all lots of bad behind the scenes vitu fanyika.
Poa kabisa, lazima ilikuwa ni challenging sana. So umegrow na ukasomea mtaa na Kenya tuseme. By the time ukamaliza labda shule ndio ukaweza kuja Europe. Now, sasa ulikuwa na grow up. Who was your idol? Nani alikuwa idol wako na ungependa what would you have loved to become? Mimi I'd have loved to become a journalist. Actually, I was vying to be a journalist. Hiyo ndio ilikuwa aim yangu na fame yangu kwa journalist. And my idol was Catherine Catherine Kasavuli, KTN. Tulikuwa tunamwet sana kwa KTN News. My dad used to follow. Wakati hakukuwa na NTV, hakukuwa na stations mingi, kulikuwa tu na KBC na KTN. So sana tulikuwa tunawatch Catherine Kasavuli. Alafu kwa radio nilikuwa nasikia Leonard Mambo Mbotela. I used to like the way they used to do the announcements. Yeah. So na mimi pia ni mtu wa kupenda kusoma sana. I was very good in literature. So my dad pia alikuwa ananimotivate, fanya bidii utakuwa journalist. But unfortunately sikuwa, you know, kwa life huwezi jua nini utakuwa. Hizo tu ni dreams kama wewe mdogo, alafu later step by step ukiendelea kugrow life. The channel changed to another way. Right. Did you ever think of living outside Kenya while you're still in school? My dream was to go to the UK or the US. Nilikuwa na tamani sana kuja majuu. Okay. Yeah. Na what did you ulikushasikia nini kuhusu Europe ambayo kana labda inakuvutia? What did you hear ama could you have heard about Europe or outside Kenya life in maybe in the US or UK? Nini kuna kuvutia? Mimi nilikuwa those days when I was still young, nilikuwa nasikia Europe ni kusafi, mabarabara huoshwa na masabuni. Yani pesa iko kwa wingi. I think kwa mentality yetu tulikuwa tunaona mti tu ukienda kwa mti unachuna pesa. You know, such things. But most of all nilikuwa nasikia life is not so difficult. Ukifanya kazi na bidii, si lazima usome sana. Kulikuwa na jobs, opportunities ni mingi. Okay. So nilikuwa na vai sana nikuje majuu. Okay. Yeah, nilikuwa natamani sana. Alafu pia kulikuwa na ma neighbors wakati bado tukigrow tulikuwa tunasikia, nani ameenda States, nani ameenda Ireland, nani ameenda UK, nani ameenda Germany. So pia na kumotivate. Ilikuwa inanimotivate sana. Alafu kuna one time I remember there's one of our neighbors walikuwa wameenda Canada wakarudi. Walikuwa wameglita, wameng'ara. Wananuka tu safi. Yeah. Yeah. Safi kabisa. Now, why did you decide tuseme kutoka tu sasa Kenya? Ilikuwa kuaje? Ndio ulikuwa na dream, lakini nini kabisa ilikuwaje ukajipata sasa umeanza safari ya kuja Europe? Actually, my mom used to work with the sita mention jina yake, with the Red Cross them days. Akawa na marafiki wengi, unajua most Red Cross workers ni my expatriates. Kuna mmoja alikuwa anaishi Swiss, mama. Sasa up to date, lakini sahi amegonjeka sana, sorry to say, anaugua cancer imemaliza watu wengi. So yeye ndiye alituinvite for Easter in 2002. Akani-invite mimi na watoto wangu wawili. By the way, I have 3 kids. The third born amezaliwa hapa Swiss, but the 2 niliwapata Kenya. So tukakuja ni kama Easter holiday. Baadaye I think waliongea na my mom na challenges zile tulikuwa tuna go through pia. Na kuna jobs, ndio nilikuwa nafanya job Kenya, but si motivating kama majuu, unaona. Okay, sasa umefika Europe, umetoka Kenya, umekam holiday. Uliona nini? Uliona ni kama life iko rahisi kulingana na hiyo holiday hizo school umekaa huku? Did you find life easy na ukaona ni kama what you've been hearing about Europe yenyewe ni hivyo ndio life iko? When I first came singejua because tulikuwa kwa huo mama, and life was easy. Of course, yeye alikuwa na cater for everything. The surrounding was clean. Alafu Swiss is a very clean country. So ili ni motivate, akaniambia, alafu funny enough, mimi nilikuwa nafikiri nikikuja Swiss they speak English. So mali tulikuwa Swiss, normally there are 4 languages.
French, German, Italian na Romanish. So hii side tuko province tuko, in fact province in Swiss ni kama zinaitwa canton. Hiyo ni province, ni kama Nairobi, Nakuru province, hivyo. Sasa hii province tuko ni side ya French. So ilikuwa challenging sana juu nilikuwa nasikia tu ni French tu, hakuna kitu naweza fanya, hata job huwezi ipata bila hiyo basic ya French. So ilikuwa challenging sana. Yeah. Lakini but siwezi regret. Lakini ulifurahia ile tuliona na ndio ukaona labda utatamani hata siku nyingine urudi, labda sasa hii Europe nataka kukaa kabisa. Yes. Yeah. Okay, na ilikuwa kuaje sasa wewe ukabakia Europe ama ukaanza maisha Europe? Sasa mama best ya my mom akatuambia hatuwezi kaa kwake because Swiss it's a small country. Now by the time tulikuwa tumekuja population was about 4 million. So here I think we are heading to 9 million. It's a very small country and it's a police country. So akatuambia the best thing anani advice because in Switzerland watoto wanasomeshwa shule ziko bure. Na alikuwa anaona zile challenges tunaandago Kenya, juu yeye ashaishi Kenya, ashafanya kazi Kenya najua. Sasa akatusuggest the only thing tunaweza fanya ndio to remain in Swiss, lazima tu seek asylum. Sasa nikashindwa, nitakuwa refugee tena. Nilikuwa na compare na imagine, tunaona kama wale ma refugees wako Kenya, wa Sudanese, wa Somali, wa Rwanda. Akaniambia si hivyo, utaenda udeclare, na normally Swiss they respect women, they give women priority. You know that time Swiss is a queen country. Ina favor wanawake sana. So akatu advise to seek asylum, na juu niko na watoto, niko na advantage, they'll grant me asylum. Na hapo ndio safari ilianza. Yeah. So now you've decided to stay. Najua labda maybe there were challenges, not like nowadays you can pick up a phone and call your parents, call people back home. But how was the general feeling when finally you were in Swiss and you were accepted maybe for the asylum? Now you know that you want to start a life in Europe. How was the reaction back home? The reaction was overwhelming. My mom was happy, at least. My dad haku understand, by then tulificha sana because haku anajua hii mambo ya refugee, alikuwa anajua tunakuja for visiting, alafu baadaye akajua huo best wa madhe amenitafutia job, at least watoi waende shule, na vile alikuwa amesema ati Swiss watoi shule ni free, education is free. So wazazi walibambika sana, and my family, in fact all my family members were happy for me. Yeah. And yeah. When was this? When I arrived in Swiss? Yes. It was in 2002. Yeah, April. Before here, what back home guys are very happy to only board on a plane. I remember my mom saying, mtaniacha nikufe kama sijapanda ndege. How was the feeling? Had you ever been on a plane before, or that was the first time when you were coming to Europe? It was my first time when I was coming to Europe. Yeah, it was scary. And I think pia tulikuwa excited, hatujui what we were expecting. Yeah, but it was a good adventure for me, yeah, and the kids. Yeah. Okay. And how long did it take at the asylum to do the process with the papers and everything? Asylum. Since 2002, I was granted asylum in I think 2009. Yeah, unajua ukiwa asylum in Swiss, the first asylum document they give you, it's a permit. Now they give permits. So kuna permit N, kuna permit F, kuna permit L, there are several permits. Kuna permit L ya watu wale because Swiss borders so many countries, Italy, France, Austria, Germany, so, and France, sorry. So si tulipoa permit N, na hii permit N ina renew every 6 months. So 6 months zikienda kuisha, mnaomba tu a renew. But the good thing, me advantage nilikuwa nayo, as I said before,
watoto walikuwa washaingizwa shule, so there's no way wanaweza nirudisha nyuma. Okay. Yeah, but you still keep on appealing every 6 months. Kuna saa zingine wanakutumia barua, wanakwambia your time is up, bla bla bla. Alafu that time pia ndio nilikuwa nimeanza shule, nikaanza kutafuta kazi kidogo. Na just Swiss, the system, they like when you're independent. There is a social system where those people who cannot work, they get a certain amount of money which is budgeted by the canton or the province, as I said before. So ukiwa independent, I think they tend to like you more because unaweza jilipia nyumba, you don't depend on them. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So me, after my French classes, nikaanza kutafuta kazi hapa na pale vidogo, and I kept on pushing on until waka decide wananipatia residence permit, which is the B permit. Hapo ndio sasa maisha yangu I think inaweza sema ikafunguka kidogo, because with the other permits like the refugee permit N and F, you cannot travel. You cannot go away and at France. Okay. Yeah. Okay. You're controlled. Okay. Yeah. Yeah. Perfect. Mazee, imekuwa ni journey tough sana. We thank you very much for at least sharing part of your story. Yes. I know that we'll have some time again. Now utueleze sasa kutokea hapo, kwa sababu now you are a citizen. Yeah. Najua si njia rahisi, lakini I know we'll come back to you. Utueleze sasa hiyo safari ya kuwa citizen, kwa sababu unaweza pata we have a lot of Kenyans in Swiss. Yeah. People want to become citizens, but they don't know the process, they don't know what to do, and how important is it, you see, and the advantages. So thank you very much, Flo the Game Changer. I hope guys will subscribe, like and share your video, and so that next time when you upload they are notified, and we keep growing. Yes, I think tutafanya another video sasa niwa explainie my journey in Swiss vizuri in details, and the do's and don'ts and the life in Switzerland. So guys, if you want to watch the second part of this video, a full explained video, please subscribe, like and share, and leave a comment in the description box if you want to see more of life in Switzerland or my life in Switzerland. And as for now, I thank you for joining me, and thanking you for tuning in, and cheers. Love you guys. Bye.